Naam, habari za siku hii ya leo mtazamaji wa Rishuli TV. Karibu katika siku nyingine tena hii leo ikiwa ni Aprili 20, 2026. Nikualike katika kuiangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti katika asubuhi hii ya leo. Toka mwanzo mpaka mwisho utakuwa nami Justin Kosan nikikupitisha katika vichwa anuai ambavyo wahariri wameamka navyo. Na niko na magazeti kadha wa kadha ambayo nitakwenda kupitisha nayo hii leo. Nikianza na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, katika ukurasa wake wa mbele habari kubwa imeandika gia mpya Chadema yatangaza mwelekeo mpya baada ya miezi 10 kifungoni. Ajenda kuu zitakazoongoza harakati zao zatajwa zikilenga mageuzi ya kisiasa, kisheria na kijamii. Lakini kumbuka idadi ya siku ambazo chama hicho kilikuwa katika zuio la mahakama kuu ni siku 309. Habari hii tutakwenda kuisoma zaidi katika ukurasa wa pili. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema Mei Mosi ikikaribia, hoja ya mishahara duni waajiri watoro wa sheria zaibuliwa. Ni habari ambayo ipo kurasa wa 4. Lakini safari ya Siona aliyehitimu kidato cha 6 kishujaa. Ni habari nyingine hii. Maporomoko ya tope yazua hofu wakimbia makazi. Habari ipo kurasa wa 3. Sawa, ACT yachambua mambo 10 nyeti, ripoti ya CAG ni habari ambayo ipo kurasa wa 5. Lakini kanda ya ziwa yaandika historia ya upandikizaji figo. Gazeti ya Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku hii ya leo limeandika hivyo. Nikiachana gazeti Nipashe na kamata gazeti Taifa Tanzania Wazalendo Kwanza, ambapo penyewe imeandika Dr. Mwigulu awapa jukumu muhimu viongozi wa serikali ili miradi ya kimaendeleo ilete tija kwa wananchi. Lakini wachimbaji wadogo wapigwa msasa Morogoro ni habari ambayo ipo kurasa wa 3. Lakini zaidi ya bilioni 127.7 zatumika kufikisha nishati vijijini Mwanza. Dr. Gwajima awafunda mabinti jasiri DSM. Uongozi si kupandisha mabega. Hii ni kauli ya Mtaka. Sawa, gazeti Taifa Tanzania limeandika hivyo hii leo katika ukurasa wake wa mbele. Nikiachana gazeti la Taifa Tanzania, kuna gazeti hapa la Tanzania Leo ambapo lenyewe limeandika maono ya Samia ya waibua wadau, wasifu ushirikiano wa serikali sekta binafsi, wasema Tanzania itavuka salama sakata la mafuta. Habari ipo kurasa wa 7. Nikiachana habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema bilioni 127.7 za REA zaleta neema wakazi wa Mwanza. Lakini Mwigulu asema wanawake ni turufu ya kukuza uchumi wa nchi wao binafsi, afichua siri maono ya Rais Dr. Samia. Lakini kuna habari nyingine inasema wanahabari tulinde amani utulivu wakati wa migogoro TCRA, ndivyo ambavyo imesema hivyo. Lakini maboresho SGR kukidhi ufanisi na mahitaji ya abiria. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 2. Tukiachana na gazeti la Tanzania Leo, sasa tukamate gazeti Mwananchi Tanzania, ambapo lenyewe habari kubwa hapa limeandika mtego hatari Kariakoo, usalama wa wananchi uko shakani, majengo yakitumika kabla ya kukamilika, usimamizi mbovu, kupuuzwa kwa sheria vyatajwa, uchunguzi wa Mwananchi wafukua mazito. Lakini kibano cha mafuta na katiba mpya vijana. ACT yataka kuwajibika vigogo waliotajwa ripoti ya CAG. Lakini Dr. Gwajima anavyozikabili lugha tata mtandaoni. Haya ni mahojiano maalum ambayo tutakwenda kusoma zaidi katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Uahirishaji wa safari waundiwa mkakati. Lakini bajeti kiduchu, miradi ya PPP yaibua hofu kukwama utelekezaji. Gazeti Mwananchi Tanzania limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Kuna gazeti hapa Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, yenyewe limeandika tusikubali kugawanyika, kauli ya Mwigulu, aeleza mbinu zinazotumika, asifu umoja wa Tanzania. Lakini Vunja Bei aongoza kura za maoni Isimani ni habari ambayo ipo kurasa wa 2. Tanzania ya shauri sekta binafsi Afrika iwezeshwe. Lakini wanawake waadharishwa kuolewa kufuata mali, wanasaikolojia waeleza madhara, Dr. Gwajima ashauri ya kuzingatiwa. Habari ipo kurasa wa 20. Maridhiano muhimu umoja wa kitaifa ni habari ambayo ipo kurasa wa 4. Lakini ukurasa wa 20 umeandika tena Ulega asema dini ziunganishe wa Tanzania. Katika ukurasa wa 5 kuna habari inasema bilioni 1.9 za chakula kunufaisha shule 48. Lakini vijana 5 mbaloni wizi wa magari Mbeya ni habari nyingine ambayo ipo ndani ya gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Sasa mtazamaji, tuangazie yale ambayo yameandikwa katika uga wa michezo na burudani. Nikianza na gazeti ya Habari Leo, katika ukurasa wa nyuma limeandika Simba yaishushia kichapo Namungo.
lakini Serengeti Girls yaifuata Afrika Kusini kombe la dunia, Yanga yapania kombe la Muungano. Kuna habari nyingine hapa inasema Kadoso awapongeza nyota Mamelodi, ni habari ambayo ipo kurasa wa 22, lakini wanariadha Tanzania wang'ara marathon, ni habari ambayo ipo kurasa wa 23. Gazeti la Habari Leo ukurasa wa nyuma lenyewe limeandika hivyo, lakini kuna gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa nyuma limeandika Simba yapata ushindi muhimu genini, yaichapa Namungo 3-1. Manchester City yashinda 2-1 dhidi ya Arsenal, lakini wajue wakali wa pasi za magoli NBC Premier League, ni habari ambayo ipo kurasa wa 14. Gazeti Taifa Tanzania lenyewe limeandika hivyo. Lakini kuna gazeti wa Machinga lenyewe limeandika Simba yatakata kwa Namungo 3-1, Liverpool yaichapa Everton 2-1, lakini Job apongeza wenzake kutoa dozi, Yanga kufungua dimba Muungano, yenyewe imeandika hivyo. Na sasa tuhitimishe na gazeti Mwanaspoti, gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo na burudani. Ukurasa wake wa mbele limeandika Waarabu wamfuata Baka, masharti matatu yatajwa, lakini Man United yasikilizia 2 tu UEFA. Na kuna habari nyingine hapa inasema Simba na Yanga zawekewa shilingi milioni 150, lakini pacha ya mabao ilivyonoga Simba. Mpaka hivi sasa Simba imefikisha alama 42 ikiwa nyuma ya Yanga mwenye alama 47, sawa na gap la pointi 5. Kwa kazi ipo. Leo Jumatatu kutakuwa na mwendelezo wa ligi kuu Uingereza. Crystal Palace atakuwa anacheza na West Ham majira ya saa 10 jioni. Na ndivyo ambavyo gazeti Mwanaspoti katika michezo na burudani limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Nami nahitimisha hivyo kwenye yale ambayo yameandikwa. Bila shaka mtazamaji, nimeweza kukusomea katika yale ambayo yameandikwa kurasa za mbele pasi na kusahau kurasa za nyuma. Toka mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Kosan. Hii ni Reushuli TV. Kama ndo kwanza unaungana nasi, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Kwa sasa ni kuage, asante na kwaheri.